lazima mlisimamie hili kwa sababu linaudhi na linawakera watu. Katika kitu mimi ambacho kinachoni disturb, vitu ambavyo wananchi wetu wanakereka, alafu tunaviona ni vyepesi kwetu sisi, hayo lazima yashughulikiwe. Jana nimeona video ambayo katika pale skuli tumekuja, askari wanashuka wao na kwenye gari kama Land Cruiser, alafu wakaenda kuanza kuwatandika mtu kwenye bodaboda simply kwa sababu kapita no entry. Nani kampa sheria hiyo? Nimewafuatilia hao askari, nimekuta sio askari wa vikosi wa Waziri Kitwana. Hawa wanatoka katika Mji Mkongwe, na mwenye dhamana Mji Mkongwe ni waziri anayekaimu ni Waziri Soraga. Kwa hisani yako, hakuna utaratibu ambao serikali hii umempa mtu maelekezo kumpiga mtu njiani kwa sababu kapita katika no entry. Tunakosea, lakini pia tunaitia serikali doa. Tunafanya serikali yetu watu waichukie bila sababu, na hili linakwenda mbali. Unapoona hizi vitu katika social media zinatembea, mtu kupigwa njiani kwa sababu kapita pahala ambapo hakustahiki, wananchi wengine wanajua sheria. Hasa kwa nini tunataka sisi tuchukue sheria mkononi kumtandika mtu barabarani? Mimi naomba haya mambo yakiwe utaratibu, sheria ipo. Kama kuna bodaboda sijui rickshaw anafanya vitu ambavyo vilikuwa havipo, mkamateni, pelekeni polisi, mpigeni fine. Hakuna kitu kizuri ambacho kinaumiza mtu kama fine. Mheshimiwa Diaspora kaishi Uingereza, anajua ukipanda kwenye treni fine unapigwa, ukienda huku fine unaacha, utafuata utaratibu uliokuwepo. Lakini hakuna haki ya mtu kumpiga mtu jamani njiani. Mimi ingelikuwa ni mwananchi ambaye anaishi jimboni kwangu ametandikwa kiasi kama vile, na iliwahi kutokezea mara moja, nililileta hapa barazani. Alikuwa mkuu wa mkoa, aliingia katika eneo la Bungi akaenda kuwapiga wananchi kwa sababu ya issue ya mchanga. Nilikuja nalo hapa barazani na nikasema hapa sikubaliani na hichi kilichofanyika. Kilichofanyika ni katika jimbo la Malindi, mwenyewe atakuja kulijua kama anataka kufuatilia, lakini kama mwananchi sisi tunaweza kuwasemea pala popote. Naomba hili sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana, utusaidie katika hili kuhakikisha kwamba nchi yetu tuna amani, mambo ya kuchukua haya yaishe.